ameleta mwanamke mwingine ndani ya ile nyumba. Chumba ambacho tulikuwa tunaishi, kitanda kimoja. Mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Elieshi Ndetaulwa, mkazi wa eneo la Singisi wilayani Arumeru mkoani Arusha, amedai kwamba amefukuzwa na mwanaume ambaye ameishi naye kwa miaka 9, huku akidai kwamba mwanaume huyo amemletea mwanamke mwingine ambaye ameishi naye katika chumba walichokuwa wakilala pamoja kwa kipindi cha mwezi mmoja. Mwanamke huyo akiwa na watoto 3 baada ya kurudi nyumbani kwao alikozaliwa, amesema kwamba ameshangaa kufukuzwa ghafla baada ya mwanamke huyo kuletwa, huku akiomba serikali kuweza kuingilia kati kutokana na swala hilo ambalo limetokea, ikiwemo watoto kushindwa kwenda shule kutokana na hali hiyo. Kwa jina naitwa Elieshi Ndetaulwa Kiungai. Mimi ni mzaliwa wa Singisi Meru. Nimeishi na mwanaume takribani miaka 9 sasa. Nimezaa naye watoto 3. Baada ya hapo amejengea watoto nyumba. Baada ya muda kidogo ameleta mwanamke mwingine ndani ya ile nyumba. Chumba ambacho tulikuwa tunaishi, kitanda kimoja. Tulikuwa tunalala nyumba moja, chumba kimoja. Lakini baadaye akabadilika. Akawa ananiambia niondoke. Siku ya kwanza kumleta huyo mwanamke, alikuja tu na huyo mwanamke na gari. Tukashusha mabegi tukaingiza ndani kwa sababu yeye anafanya kazi za utalii. Nikamuuliza, huyu ni nani unaniletea ndani ya nyumba? Akaniambia, unamuona wewe ni nani huyo? Baadaye wakaondoka, wakaenda kwa mama mkwe. Wakarudi sasa kuja kulala. Mimi nikawa nimelala chumba kingine na watoto wangu hao 3. Kwa hiyo yeye akamuingiza yule mwanamke kwenye kile chumba ambacho tulikuwa tunalala zamani pamoja na watoto. Kwa tuko ndani ya ile nyumba, mimi nalala chumba changu na yeye analala chumba kile ambacho tulikuwa tunalala zamani na watoto. Baada ya hapo sasa manyanyaso yameanza. Yupo mpaka sasa hivi. Yupo mpaka sasa hivi. Kwa hiyo baada sasa ya muda kidogo ndio manyanyaso yameanza kwa watoto. Anashinikiza huyo mwanamke apike chakula, watoto anawaita wakale chakula cha yule mama. Na mtoto akifanya kitu kidogo tu, ile mwanamke anakuwa na mashtaka juu ya hao watoto kwa baba yake. Na akisafiri, akienda safari, anamwacha yule mwanamke pale pale ndani. Tunakuwa tunaishi wote. Alinitishia, kuna muda nilifunga mlango baada ya yule baba kusafiri. Sikujua kwamba yule mama anarudi pale. Nikadhani labda ataenda kulala kwa mwanamke. Akarudi akakuta nimefunga mlango. Akaniuliza, unafunga mlango kama nani? Unajua hapa ni kwa nani? Nikamwambia mimi sikujua kwamba utarudi hapa kwa sababu mzee ameshaondoka. Akaniambia, ukiendelea kupita kwenye anga zangu mimi nitakuua. Hajajitambulisha kama mtu yeyote yule. Hapana. Ni baada ya huyo baba kumleta, akasema ni mke wake basi. Mmefunga ndoa? Mimi sijafunga ndoa naye. Mimi na yule mwanamume tumeishi miaka 9, tuna watoto 3. Mimi ninachotaka kwa sasa ni haki za watoto kwa sababu watoto hawajaenda shule. Toka ile ametuleta Jumamosi, tuko hapa, watoto hawana kitu chakula, watoto hawajaenda shule na tuko kwenye mazingira mengine tofauti sasa. Hii Jumamosi akawatafuta ndugu zake ambao ni kama mashangazi. Akawaita pale ndani akawaambia, tunawaomba mumchukue huyu mama mumrudishe pale kwao pamoja na watoto. Kwa hiyo Jumamosi tukaletwa hapa, wale wa mama wakaelezea hapa, wakamwambia baba mzazi kwamba tumeagizwa na ndugu Elibariki Palanjo haje amlete huyu mama hapa pamoja na watoto. Na walivyotuleta hajatoa tamko lolote mpaka sasa hivi kutoka Jumamosi mpaka leo. Yeye anasema kwamba huyu ni mtu wake, yani ni mtu wake alikuwa naye toka zamani huko duniani. Kwa hiyo ndio ameamua kumleta. Hata hivyo, alipotafutwa mwanaume huyo anayetuhumiwa kumfukuza, alikiri ya kwamba ni kweli wameshindwana na ameamua kufuata utaratibu wa kimila. Na kuhusu watoto, yupo tayari kuwasomesha, lakini mpaka hivi sasa watoto hao hawajarudishwa nyumbani kwa ajili ya swala hilo. Hizo nimefuata taratibu za kimila, kwa hiyo ndio limekaa hivi. Sijamfukuza, nimemrudisha nyumbani kwao. Tumeshindana naye na ndio tukachukua taratibu za kumrudisha nyumbani kwao. Watoto kasema angerudisha jana, nimesubiri watoto sijaona.
Na ni kosa kisheria kwa nyuma watoto kwenda shule. Na umeshaoa mke mwingine? Tayari siku nyingi.